Yes, amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi katika taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo vendredi le 23 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine katika zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo ni mingi. Tutawapeleka kwenye uwanja wa vita tuwaambie yanayoendelea huko asubuhi ya leo. Upande mwingine, shinikizo la Marekani kwa AFC M23 ndio kitu ambacho kinaifanya AFC M23 kuendelea kabisa kushindwa polepole. Marekani siku ya jana kupitia kikao cha ONU kilichofanyika iliagiza waasi wa M23 kwanza kuondoka 75 kilometre kama walivyokuwa wameambiwa kutoka katika mji wa Uvira, donko wanapaswa kufika Kamanyola. Na pia Marekani ikasema kwamba ahadi zote ilizozitoa katika makubaliano yaliyosainiwa huko Washington zinapaswa kutekelezwa. Upande mwingine, katika taarifa zetu tutawapeleka moja kwa moja katika mji wa Uvira tuwaambie kuhusu kurejea kwa mamlaka za uongozi katika mji huo, mkiwemo kurejea kwa viongozi tofauti hapo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kuwa naendelea kuzipata taarifa zetu. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre, hapo chini ya titre mu description kuna linki yetu, ujiunge nasi kupitia linki hiyo, uiguse ako utajiunga nasi na bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu za asubuhi ya leo tutazianzia kuhusu shinikizo la Marekani ambalo linaendelea kuifanya AFC M23 kushindwa polepole. Nasema polepole kwa sababu wanaagizwa kuendelea kuondoka katika maeneo ya nchi ya Kongo, na hapo ndio kushindwa kwao kwa sababu wao wanapenda waendelee kusonga mbele, wayakamate maeneo tofauti, na Marekani sasa hiyo hayataki, inataka waondoke, maongezi yatakayofanyika yafanyike na walisha kwanza ondoka. Marekani siku ya jana katika kikao kilichofanyika huko Washington cha ONU ilisema ya kwamba AFC M23 tuliagizaka kwanza kuondoka katika mji wa Uvira, na tukawaambia kuondoka katika mji huo mpaka kuziacha eneo tofauti katika territoire ya Uvira mpaka kufikia 75 kilometre. Ila mpaka kwa sasa hatujaona waasi hao wa AFC M23 wakiwa wamefika pale ambapo tulikuwa tumewaagiza, donko kufika Kamanyola na kufungia pale, kwa sababu kutoka katika mji wa Uvira jiska Kamanyola ndio kuko 75 kilometre. Marekani ilisema ya kwamba mbali na kutokufanya hayo, pia walileta vurugu kati ya makomunote ya mji wa Uvira na mpaka kuwafanya Wanyamlenge kukimbia mji wa Uvira, ambao kwa sasa wanaishi katika hali mbaya.
na Marekani ikaendelea kusema ya kwamba mbali na kuwa wataondoka katika maeneo hayo mpaka mji wa Bukavu na Goma nako wataondoka hapo kwa sababu wa sivile wanaendelea kuteseka, wengine kunyanyasika, na wakasema kuhusu makubaliano ya amani kati ya nchi ya Kongo na Rwanda, ambapo walisema ya kwamba parti mbili walisinye makubaliano ambayo mpaka kwa sasa hawajarespekte. Rwanda inaendelea kusaidia waasi wa M23 kupitia vifaa hata kudeploye wanajeshi wake nchini Kongo, ambapo wanasema kwamba mpaka kwa sasa raporo zinazowafikia zinasema kuwa kuna wanajeshi plus de 7000 soldats wa Rwanda ambao wako maoperasyon mashariki mwa nchi ya Kongo, na Marekani ikasema kuwa hayo hayataendelea. Ikaafirme kuwa ahadi zote zilizotolewa na Marekani katika mchakato wa Washington kupitia kusainiwa kwa makubaliano tofauti zinapaswa kutekeleza tena kupitia ordre ya Marekani. Kama umenifuata vizuri kuhusu matangazo ya Marekani siku ya jana, umesikia kile ambacho walikitangaza. Kitu cha kwanza kuhusu AFC M23 ni ya kwamba iondoke kwanza katika maeneo yote ya Uvira mpaka kwa Kamanyola kama walivyokuwa wameagizwa, puis mambo engine yafanyike na waisha toka katika maeneo hayo. Ile ni kushindwa polepole ambayo niliwaambia. Mbali na hayo, mji wa Bukavu na Goma, miji ya kimkakati wanayoikalia, nayo ni miji ambayo kwa sasa population wanaendelea kunyanyasika, wengine wakiendelea kukutana na matatizo tofauti, na hapo nako wanapaswa kupatoka, donko wataondoka katika miji hiyo, na kusema ya kwamba ahadi zote zilizotolewa na Marekani kati ya pande mbili wakati wa kusainiwa kwa makubaliano tofauti, inamaanisha kuwa yale ambayo waliyasaini yanapaswa kutekelezwa, ambapo sasa kuna kuondoka kwa waasi wa M23 katika maeneo tofauti, pia kuondoka kwa jeshi la Rwanda linalowasaidia na kurejesha mamlaka za kijeshi za serikali ya Kongo katika mikoa inayokaliwa na waasi wa M23, na deja pale njo kushindwa kwa waasi wa M23. Ndugu zangu, pour le moment kama nilivyowaambia, AFC M23 iko napigana na ordre, yale makubaliano waliokuwa wakiasign njo yenye kwa sasa yanawageuka sasa na kuwamaliza kabisa katika vita wanavyoviendesha mashariki mwa nchi ya Kongo. Marekani inaendelea kusimama kabisa ili kumaliza vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke kwenye uwanja wa vita katika maeneo tofauti, tuone hali halisi ni vipi. Katika maeneo ya Ruchuru, huko maeneo ya Kiahimba, siku ya jana jioni kuliripotiwa mapigano makali. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinatuambia kwamba waasi wa M23 kwa mara nyingine tena walishambulia wazalendo katika maeneo hayo, hususan katika kijiji cha Kiyeye. Mapigano hayo yalidumu kwa masaa matano kuanzia saa 11 za Juni ya jana, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 na saa 4 walikuwa na wako na pigana. Vyanzo hivyo vinatuambia kwamba wakati wa mapigano hayo familia nyingi kutoka maeneo hayo zilikimbia vijiji vyao, wengine wakielekea katika maeneo yanayokuwa karibu na Mweso, na hata Mweso wengine wakikamata njia zinazoelekea huko Kichanga. Mapigano hayo, vyanzo hivyo vinasema kwamba yaliharibisha vitu tofauti, mkiwemo nyumba kuchomwa.
Wakati wa majibizano ya moto kati ya pande mbili, nyumba 5 zilichomwa na mabombe ambayo yalikuwa yakipigwa wakati wa mapigano hayo. Vyanzo hivyo vinasema ya kwamba asubuhi ya leo hali ni tete sana kutokana na mapigano hayo yaliyoripotiwa hapo. Wanasema kwamba wazalendo walifanikiwa kurepuse waasi wa M23 wakarudia katika vijiji vinavyokuwa karibu na Mweso. Kama ukumbusho, mapigano hayo yalikuwa kule baada ya siku chache tu, na mapigano mengine yameripotiwa kule, hususan tangu kwanza kwa mwezi huu wa kwanza. Katika maeneo hayo kulikuwa kukiripotiwa mapigano kuanzia Bumbasha huko Kiahemba, unaingia katika vijiji hivyo vya Kieye na kwingineko, maeneo yanayokuwa kule Muruchuru na pia maeneo mengine ya Masisi ukielekea maeneo ya Mpati huko nako kulikuwa kukiripotiwa mapigano. Donc hali ya kiusalama si nzuri katika maeneo hayo kutokana na kuzuka upya kwa mapigano makali kati ya waasi wa M23 pamoja na wazalendo. Pande mwingine mu territoire ya Walikale hali inaendelea kukua ya utulivu kwenye uwanja wa vita maeneo tofauti. Aksempeti Pinga juzi ndio kwenye walipigana, mpaka kwa sasa hali ni ya utulivu. Maeneo yanayokuwa kule karibu na Kashebere, donc kule karibu na Kibati hakuna mapigano. Kwingineko nako ni usalama. Katika mji wa Uvira na maeneo tofauti ya Uvira vile hali ni ya usalama, ila tukiwa katika mji wa Uvira, serikali ya Kongo ilianza kurejesha mamlaka za uongozi wake hapo kupitia kufika kwa meya wa mji wa Bukavu katika Plito Uvira katika mji huo. Hayo yalifanyika siku ya jana katika kurejesha uongozi ama mamlaka za serikali katika mji wa Uvira. Meya wa Uvira alifika katika mji huo siku ya jana akiwa iko pamoja na viongozi tofauti watakao msaidia katika kuongoza mji huo, na walijiinstale kama kawaida katika ile nyumba ya meya wa mji wa Uvira, ambapo kwa sasa mji wa Uvira deja wako na anza kuongoza polepole. Ni wakati kunatarajiwa kufika hapo viongozi tofauti mkiwemo pia gouverneur wa Sud Kivu Jacques Porosi wakirejesha donko mamlaka za serikali katika mkoa wa Sud Kivu. Waasi wa M23 mpaka kwa sasa wanaendelea kukaa katika eneo ya Sange, hawajaondoka katika eneo hiyo. Jeshi la Kongo na wazalendo wako Runingu kurudia Kiliba vers Uvira. Tuendelee na taarifa zetu. Katika mkoa wa Ituri, mashirika ya kiraia yanashutumu makundi ya kizalendo kutokwenda kwenye shamba la vita kupigana na kurejea katika vijiji tofauti na miji mbalimbali na kujiinstale pale na kuanza kukuwa na leta usalama kidogo, na pia hata kuanza kukuwa nalipisha wakaaji franka katika maeneo ya Ituri, hususan katika teritware ya Mambasa. Mashirika ya kiraia kutoka hapo wanasema ya kwamba katika sheferi ya Babila Babombi na Babila Bakwanza vikosi vya kizalendo huwa vinarejea katika vijiji tofauti katika maeneo hayo na kuanza kuwakamata watu kiholela. Pia kukuwa nafanya mapigano kati yao, donc kukuwa napigana kati ya wazalendo, na kusema ya kwamba wanafanyaka mapiaje huko wakipie kwanza maminere katika maeneo hayo mkiwemo oro na kolta, pia na vitu vya samani vya wakaaji. Wanasema kwamba makundi ya kizalendo huko ambayo yanafika katika makundi 12 yanaendelea kuleta usalama kidogo huko, olie ya kujinstale kwenye shamba la vita waende wapigane na ADF pamoja na M23 mashariki mwa nchi ya Kongo. Mashirika hayo ya kiraia yanatoa
anatoa wito kwa uongozi wa serikali katika maeneo hayo kukamata hatua inayohitajika ili kuwafanya wazalendo kuondoka katika vijiji hivyo wajiinstale katika vilima na mapori kule kufurahia toke katika maeneo ya wakaaji, kwa sababu wanaendelea kuleta usalama kidogo na kufanya mapiaje donko kunyanyasa raia katika maeneo hayo. Na visa kama na hivi vilionekanaka katika mji wa Butembo hivi juzi kuanzia mwezi wa 12 mji wa Butembo ulikuwa ukikuwa ndani usalama kidogo kutokana na makundi ya kizalendo ambayo yalikuwa installe katika mji huo, na watu walikuwa wakikamatwa kiolela. Na baada ya mtoto ambaye alikuwa akisoma kwa university wa Musika kuuawa hapo, mji wa Butembo ukasimama wakafanya greve, wakaomba mamlaka za serikali kuondoa wazalendo wote katika mji wa Butembo waende mbali kuma position njo usalama utapatikana. Na wakati gouverneur wa Sud Kivu alifikaka pale, akakamata maamuzi ya kuwa wazalendo wote watakaofika katika mji wa Uvira wasije wa Butembo wasije wakafika ndani wakiwa na wako na silaha ili kutosababisha tena vifo, kuendelea donko kuleta usalama kidogo. Wazalendo upande mwingine nao wanaendelea kuacha kabisa population nao wanateseka katika maeneo ya Ituri na Lubero. Habari zetu zinaendelea. Tukirudia katika Ruchuru, nilitoka huko bila kuambia kuhusu kiongozi ambaye aliuawa katika eneo la Kanyabayonga. Muhindo Mungunwa Claude, mkuu wa kundi la Kanyabayonga katika eneo la uchifu wa Bwito huko Ruchuru, aliuawa pamoja na mkewe jioni ya Jumatano le 21 na watu wasiojulikana wenye silaha. Bwana Mungumo alikuwa ameteuliwa kuwa mkuu wa kundi hili na waasi wa M23 ambao wanadhibiti eneo hilo. Kulingana na Lukira Pandasi, mkuu wa kundi hilo linalotambuliwa na serikali na ambaye kwa sasa anatembelea Beni, tukio hilo lilitokea yapata saa 5 usiku wakati watu wenye silaha walipovamia makazi ya waathiriwa. Washambuliaji walifyatulia risasi wanandoa hao. Vyanzo kadhaa vya ndani viliripoti kusikika milio ya risasi katika makazi ya kiongozi huyu wa kitamaduni aliyewekwa na utawala wa waasi. Haikuwa hadi saa za mapema za Alhamisi le 22 ndipo majirani waligundua miili hiyo miwili isiyo na uhai. Katika hali hiyo hiyo, mmoja wa watoto wa wanandoa hao alitoweka na bado hajapatikana. Asasi za kiraia za mitaa zinalaani mauaji haya na zinahitaji maelezo kutoka kwa viongozi vya waasi wa M23. Mwathiriwa Muhindo Mungunwa Claude alikuwa mtu mashuhuri katika kundi la Kanyabayonga huko Bwito. Alikuwa mtu mashuhuri wa zamani wa kijiji cha Mwenda Bandu na katibu mkuu wa zamani wa kundi hilo Lukira Pandasi, ambaye kwa sasa anaishi katika jiji la Beni, makao makuu mapya ya taasisi za jimbo la Kivu Kaskazini. Usalama kidogo katika maeneo yanayokaliwa na waasi wa M23 unaendelea kukamata hatua nyingine. Kule ni kwenye kunaitwa Kanyabayonga, kwenye mtu huyo aliuawa, ni maeneo yanayokaliwa na waasi wa M23. Asante ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzipata habari zetu. Naomba kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Tupatane katika taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.